Mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Leo ninaomba tuweze kujadili hili, mimi na wewe tubadilishane mawazo. Ninakuzungumzia, unanipea mawazo yako hapa chini upande wa comment section. Kivyangu ninaona chama kikubwa cha upinzani katika taifa letu la Tanzania, Chadema, kimeweza kumnyang'anya Samia Suluhu Hassan uraisi na ridhaa ya wananchi. Niko na sababu ya kusema hivyo. Mimi ninaona Chadema imeweza kumnyang'anya Samia uraisi na ridhaa ya wananchi. Na hii si uchochezi. Hebu jiulize, Samia na utawala wake walieleza ulimwengu kwamba walipata kura 98%. Itakuwaje mtu mwenye alipata kura 98%, miezi imeweza kupita 6, zaidi ya 80% ya wananchi ambao Samia anasema kwamba waliweza kumpea kura wamemkataa? Kwa nini? Chama cha Chadema kinazidi kuandaa mikutano mikubwa katika taifa letu la Tanzania, na asilimia kubwa ya mashabiki wanajitokeza kusikiliza na kushangilia chama cha Chadema. Sasa swali langu ni hili: itawezekanaje wale ambao waliweza kumchagua Samia, kulingana na Samia jinsi ambavyo anasema kwamba aliweza kuchaguliwa kwa 98%, itawezekanaje wale ambao waliweza kumpigia kura na kukipenda chama cha CCM wanaingia upinzani kwenye chama cha Chadema? Kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Samia aliiba uchaguzi, na hili limeweza kudhihirika ulimwenguni kutokana na mikutano ambayo chama cha Chadema wanaandaa kutoka mkoa mmoja kuelekea mkoa mwingine, kutoka wilaya moja kuelekea wilaya nyingine. Chadema wanazidi kuvutia umati mkubwa, ishara kwamba asilimia kubwa katika taifa letu la Tanzania wako upinzani. Mfano, mnamo siku ya Jumatano tarehe 24 Juni, licha ya mkurugenzi wa wilaya ya Tunduma kuhamisha eneo la mkutano wa chama cha Chadema, ambapo awali mkutano huo ulipangwa kufanyika Tunduma mjini, na kupeleka mkutano huo umbali wa takriban kilomita 15 kutoka mjini. Umbali haukutosha kuwazuia wananchi wa Tunduma kuelekea kwenye mikutano ya Chadema. Wananchi walifurika kwa wingi, tena bila kusombwa kwenye mafuso wala kupewa posho. Mimi hapa ninaona kwamba Chadema inazidi kupendwa sana. Angalia hapa upande wa Tunduma, maelfu walijitokeza. Tunawapenda sana, tunawashukuru sana. Jambo la mwisho, shikeni simu zenu, tunahitaji mafunzo. Nikisema people, sema free Tundu Lissu. Mroyo people, people.
Asante sana. La mwisho, Lissu, 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 Lissu. Asanteni sana watu wa Mbeya. Mzee Wasira alipata hiyo. Mzee Wasira amechoka na CCM yake. Hata kurukaruka hivi, hata kurukaruka hivi atashindwa. Alafu ndio wanataka tumpambanishe na Heche. Ataiweza kazi? Wanatuweza kweli? Imagine kwa kila mkutano ambao Chadema wanafanya, umati kama huo unajitokeza. Sasa kama umati kama huu unajitokeza kwenye mikutano ya Chadema bila kuhongwa, bila kupewa maposho, ni akina nani ambao basi waliweza kumchagua Samia? Ulimwengu mzima unaona kile ambacho kinaendelea katika taifa letu la Tanzania, kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ulikuwa ni unyakuzi na kuharibu demokrasia, kutulazimisha tumkubali mtu fulani kwamba yeye ndiye rais atakayezidi kutuongoza. Kuna kitu kimoja ambacho kinadhihirika kutoka kwa hii mikutano ya chama cha Chadema. Chadema inapendwa, Chadema ni amani, na Chadema ipo kwenye damu za Watanzania, kwa sababu CCM imekuwa ikijifanya kwamba wao ndio wanapendwa. Itakuwaje basi wanapendwa kipindi ambapo mikutano ya Chadema wananchi wanajitokeza namna hii? Hii inaashiria nini, mtazamaji wangu? Number one, wananchi wamechoka na CCM kutokana na uongozi mbovu kwa miaka mingi, na wameona ni heri wajaribu chama kipya cha Chadema. Lakini kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, ni kwa nini chama cha Chadema wanaandaa mikutano mikubwa kutoka wilaya moja kuelekea wilaya nyingine, kutoka mkoa mmoja kuelekea mkoa mwingine, ikizingatiwa Tanzania sasa hivi hatufanyi uchaguzi. Uchaguzi utaenda kufanyika mwaka 2030. Hilo ndilo niko hapa tuweze kulijadili. Namba moja, Chadema inaandaa mikutano mikubwa ili kutaka mwenyekiti Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja. Lissu alitekwa, akawekewa makosa ya uhaini. Mwaka mzima serikali imeshindwa kudhibitisha. Niliona mke wake Tundu Lissu akizungumza kutoka kwa bunge la Ulaya, akieleza jinsi ambavyo familia yake imeweza kuteseka kimawazo, kila kitu, baada ya Tundu Lissu kufungwa jela. Sasa mikutano hii, mtazamaji wangu, ni ya kushinikiza Tundu Lissu aweze kuachiliwa mara moja na utawala huu ambao hauna ridhaa ya wananchi. Ndiyo, Chadema imeweza kunyang'anya Samia uraisi, kwa sababu serikali ya CCM iweze katudanganya kwamba iliweza kuchaguliwa kwa 98%, kipindi ambapo maelfu ya wananchi kama hawa wanajitokeza kwenye mikutano ya Chadema. Kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba that is a vote of no confidence, kura za kutokuwa na imani
naye Samia. Ndio maana unaona wananchi wanajitokeza kwa wingi kwenye mikutano ya chama cha upinzani. Ikiwa Samia alichaguliwa kwa ile 98% ambayo aliweza kusema, mtazamaji wangu, hapangi kuwepo na umati kwenye mikutano ya Chadema. Lakini jinsi ambavyo wananchi wanajikusanya na kumiminika kwenye mikutano ya Chadema inaashiria kwamba Samia aliweza kuiba uchaguzi na wala hakupata kura zozote. Kwa hivyo mikutano hii ya Chadema, mtazamaji wangu, ni ya kutaka Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, aweze kuachiliwa, mashtaka yake ya uhaini yafutwe mara moja. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Namba 2, Chadema mikutano yake ni ya kushinikiza katiba mpya. Hii mikutano ni ya operesheni katiba mpya na kudai mabadiliko ya mfumo ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu. Viongozi kama vile John Heche wanasema kwamba Tanzania inaweza kupata maisha bora kama tukichagua viongozi kupitia mfumo wa wazi unaolinda maslahi ya wananchi. Kwa hivyo unajua, sasa hivi kwenye roho na akili za Watanzania wengi wanataka katiba mpya. Lakini sasa wacha nikuibie siri. Hii serikali ya Samia imeweza kugundua kwamba ikiwapea wananchi kile ambacho wanataka, huenda wakaumia wao wenyewe. Wakileta katiba mpya, huenda ikawafunga wao wenyewe. Serikali hii ya Samia imeweza kugundua kwamba iwapo wataunda mifumo huru ya uchaguzi, wao wenyewe wataenda nyumbani, chama cha CCM. Na ndio maana hawataki kuunda mifumo huru, ndio maana hawataki kuleta katiba mpya. Nimeona juzi wanatutisha eti tuwapee maridhiano kwanza ndiposa watupee katiba. Yaani tusalimiane na wauaji. Unajua, tukiwapea maridhiano ni kana kwamba tunakubali mauaji ambao waliweza kuyafanya mwaka uliopita. Ni kana kwamba tunakubali kwamba waliweza kushinda uchaguzi wa urais mwaka uliopita, kitu ambacho waliweza kuiba. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Sitaki niwachoshe kwa kuzungumza sana. Namba 3, mikutano hii ya Chadema ni ya kutafutia familia za wahanga wa mauaji ya mwaka uliopita haki. Kuna zile familia ambazo wapendwa wao waliweza kuuawa mwaka uliopita. Chadema inashinikiza waweze kupewa haki. Vile vile Chadema inashinikiza waliotekeleza unyama ule wakamatwe na kuchukuliwa hatua. Moja, kuna propaganda inaendeshwa na Chama cha Mapinduzi. Wanasema kwamba Chadema kila wanakozunguka wanahubiria mambo ya Oktoba, lengo kuleta chuki ya wananchi. Tunataka tuambie Chama cha Mapinduzi, kuzungumzia mambo ya Oktoba ni kusema ukweli kwamba CCM mliua, polisi mliua, na sio kutengeneza chuki. Kuna namna unapaswa kuelewa. Kuna kusema ukweli na kutengeneza chuki. CCM waliua Watanzania kikatili sana, na sio kuzuia vurugu. Walipanga askari kila eneo wakiwa na mipango ya kuwaua Watanzania, na tutalisema bila kuwasamehe. Sasa mwenyekiti, mimi kama mwenyekiti wa kanda ya kusini nilikuwa nyumbani. Mama mmoja alinifuata akaniambia, Bele mwenyekiti wa kanda, mimi ni mjane, nilikuwa na mtoto wangu mmoja wa kiume, nimemsomesha kwa shida, nimeuza kila kitu kumsomesha mwanangu. Amemaliza chuo kikuu, alikuwa hana ajira, amekuja nyumbani, nikasema akajitolee.
Tarehe 30 akiwa anatoka kwenye kibarua chake, mtoto yule amepigwa risasi akafa pale pale. Mama anasema aliumia, akamfuata mtoto wake, damu zikavuja, akachukua nguo za mtoto wake zenye damu, akachukua na nguo zake ambazo alimkumbatia mtoto, akanionyesha akiwa analia sana. Yule mama hana uwezo wa kujitibu tena, analia kila siku kwa namna ya hali inavyoonekana. Yule mama anashindwa kuhili, anaweza kapoteza maisha. Haya yamesababishwa na CCM na jeshi la polisi. Hili jambo hatuwezi kuwasamehe, never, never, never. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana tumepitishwa kwenye tanuri la moto. Tarehe 30 usiku wa saa 8 napigiwa simu, naambiwa nyumbani kuna polisi 30, magari 4 ya polisi na kuna ambulance. Wamevunja milango yote wakiwa wananitafuta mimi ili waniue. Sasa unaweza kuona hawa watu walikuwa na roho ya kiwango gani. Usiku ule nilipopata message na info confidential, na nitamtaja, nilimwambia Martin Maranja, that time kulikuwa hakuna internet nchi nzima, walikuwa wanaua na watu wengine tuko gizani, hatujui kinachoendelea mahali pengine. Martin Maranja akaniambia, Bele kijana wangu, usitoke nje hata kama mama yako atauawa. Hawa watu wamedhamiria kuua, wanaua bila kuangalia, wanaua everybody. Sasa sisi vijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, mateso haya tumechoka. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Ndio maana Chadema inazidi kupendwa. Chadema inashinikiza tuwe na taifa ambalo linalinda katiba. Tuwe na taifa ambalo haliuongozwi kiudikteta. Na mwisho, Chadema inashinikiza wale wote ambao waliua ndugu zetu mwaka uliopita wachukuliwe hatua. Kina Samia, CCM yote ichukuliwe hatua, iwekewe vikwazo. Wazo lako ni lipi?